Uhali gani mtazamaji wa Akida Online TV. Hii ni habari tatu za matukio yaliyojiri siku ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025. Mtangazaji wako ni Bella MC, Dar es Salaam. Wanachama na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walitia timu leo nje ya mahakama ya hakimu kazi Kisutu mapema, japo kesi hiyo inamkabili mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Japokuwa Godbless Lema, mjumbe wa halmashauri kuu mkutano mkuu, alizungumza na waandishi wa habari kwa yale ambayo waliosema kuzuiliwa na kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wao, akiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, katibu mkuu John Mnyika na baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho. Baada ya muda tukasikia katibu mkuu amekamatwa, na tulimwambia naibu katibu mkuu bara stoke ofisini, aratibu kutokea ofisini na sisi turatibu mahali ambako tulienda tukaweka station kwa ajili ya kuangalia nini kinaendelea. Watu wamepigwa sana. Ukienda kwa mfano bwana Fedha wetu Tito, ni wakumweka kwenye maombi kabisa, alikuwa hawezi hata kugeuka. Pigwa marungu ya uti wa mgongo. Makamu mwenyekiti ameumizwa sana, naibu katibu mkuu na viongozi wengine mbalimbali na watu mbalimbali wengi wameumizwa sana, na tuna uhakika hii namba itaongezeka. Lakini hatari zaidi ni kwamba tukiwa pale mortuary, pale emergency, wale wauguzi walitoa ushirikiano sana. Wakasema hawa niliowapokea wanaendelea vizuri, lakini kuna mmoja amepelekwa mortuary. Mjumbe wa halmashauri kuu Chadema Mheshimiwa Godbless Lema, baada ya kuzungumza hayo, Akida TV tulipata nafasi ya kutazama baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho cha Chadema walikuwa katika hali tete. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo, maeneo ya Ununio, tumepigiwa kule Ununio, tumepigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni. Kiongozi wa chama cha PLP kutoka nchini Kenya, Martha Karua, ni mmoja kati ya wananchi waliokuja nchini Tanzania kuhudhuria kesi inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mheshimiwa Martha Karua, kiongozi wa chama hicho, alipata wasaa kuzungumza na waandishi wa habari nje ya viunga vya mahakama ya hakimu kazi Kisutu. Ni mwanasiasa na kiongozi wa chama ya PLP, People's Liberation Party kule Kenya. Lakini ile imenileta hapa leo ni kuungana na wenzangu wa East Africa Law Society kuja kutazama kesi ya wakili mwenzetu na mwanasiasa mwenzangu Tundu Lissu. Pia tuko na wengine hawako hapa. Walifika wakati mlikuwa mnapigwa na polisi na wananchi wanapigwa na polisi hapa nje ya mahakama, wakarudi. Tulikuwa Arusha. Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Doto Biteko alizungumza na viongozi wa jiji la Arusha kuacha malumbano mara moja, waende katatue kero za wananchi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko alizungumza hayo kwenye mkutano wa hadhara na wananchi wa jiji la Arusha. Hatuwezi kuondoa Tanzania kwenye umaskini tukihubiri chuki na migawanyiko miongoni mwetu. Nimesimama hapa nikizungumza kwa sababu nimeona mfano mzuri Arusha kwenye wilaya mbili nilizokwenda, watu wameungana, wanazungumza lugha moja, chama lugha moja na serikali lugha moja, kumhudumia mwananchi, apate maji, apate umeme, apate barabara.